Daktari, vipi hali ya baba? Daktari, usiniambie baba amekufa. Useme hivyo. Hali ya mzee sio mbaya sana. Anaendelea tu vizuri. Ni mshtuko tu ndio ulompelekea mpaka pressure kupanda kufika 200. Lakini nimeshampa dawa, amerudi tu hali yake ya kawaida. Asante daktari. Asante sana. Sikitu. Naomba usaidie kumsindikiza daktari, maana hali yangu kama unavyoiona. Kola unipumzike. Sawa. Ila vile nimemchoma sindano hapo ili ya kupata usingizi. Na naomba mwache apumzike, sawa eh? Na pia msisite, mabadiliko yoyote yatakapojitokea kwa baba, naomba mnifahamishe kwa haraka ili nije, sawa? Sawa daktari, nashukuru. Sawa. Na malipo yako daktari? Hapana. Kuwa na amani. Nimsaidia tu mzee. Ni yako hapo lakini. Ni malipo yako daktari. Daktari, mimi siniishie hapa. Nikuache wewe uende. Nashukuru sana, asante. Ila naonekana nyinyi watu wema sana, wewe na yule mwezio. Kwani mnaishi wote pale? Hapana. Tunaishi tu nyumba jirani. Na kwa vile tumezoeana sana, yani sasa hivi ni kama ndugu yangu. Na kama sikosei nimemwona mjamzito au unaota macho? Hapana, wala hujaota macho, ni kweli ni mjamzito. Je, ameshaanza kliniki? Kusema kweli daktari, ile siwezi kukudanganya. Yaani sina uhakika kama ameanza au bado. Sasa mimi niko naomba unifikishie ombi langu. Kwa sababu mimi ni daktari wa wajawazito, pia nashughulika na watoto wadogo. Sasa kama hamtojali, basi mimi nilikuwa naomba niwe daktari wake. Ama kweli wewe ni mtu safi sana. Sasa mimi nitaufikisha ujumbe wako. Na kwa sasa hizi zile changamoto anazopitia yule hawezi kukataa. Yaani atakubali tu. Changamoto? Changamoto gani hizo? Kwa sababu wewe mume wake mwenyewe ni pango pakavu tia mchuzi. Ndio unamaanisha nini? Kwa sasa mume wake hana kazi. Sasa unaishiji pale? Yaani yuko bench. Anasubiri kocha amuingize ndio aonyeshe kipaji chake. Una methali na wewe, yaani una mafumbo mpaka nashindwa kweli. Haya. Mimi nawatakia usiku mwema. Asante, na kwako pia. Haya, shukrani. Watoto misumari, maisha ya utapeli, ndio hali ya nyumbani mama. Mikopo kaleta nani? Tafadhali. Sukari. Hivi umekumbuka kuchukua pesa zangu? Pesa zipi? Sisi nizo mtunza Brindete pale. Sema udogo wako umemtunza. We kunguni mpumbavu kweli, una akili mwanaiza ya ngoma we. Mchamba wima. Mimi ni mtunza yule na uko naye. Namjua mimi. Wewe usijitoe fahamu. Tukae usijitoe akili kabisa. Umesahau utaratibu wangu. Mimi nikimtunza mtu nikimaliza shughuli pesa zangu nachukua. Nimtunze mtu ili nigundue nini? Umesahau kesho ni siku gani? Zile pesa za marejesho na kesho ni siku ya marejesho. Umesahau kikoba chetu kilivyokuwa na msisitizo. Alafu sasa hizi umemtunza udugu wako, mimi na udugu. Umenielewa Tukae? Nenda kachukua pesa yangu. Mimi kule siendi mbali, nimechoka. Tulivyocheza vile mimi sasa siendi. Unasemaje wewe? Uendi? Wewe nitakutandika vichwa wewe mpumbavu wewe, usiniletee habari zako za kijinga. Mmesahau utaratibu wetu. Sasa ninasema hivi, humu ndani hamuingii. Kwa taarifa yako wewe humu ndani hamuingii. Mpaka pesa zirudi hapa. Yaani haingii mbwa yoyote humu. Kabla sija kuchakaza, nenda kwa Brindete kachukua pesa zangu. Shogangu, tuondoke. Unajua vurugu za wewe. Tuondoke shogangu. Nasema ndio nikachukua pesa zangu. Usiniletee babaifu. Wananiita Farida Mashombo wa kukosea. Mimi nina shombo kweli kweli.
Shogangu, tuondoke. Muangalie vile. Nio. Kwendeni zenu. Hebu ondoka. Potea. Fanya vyovyote ile pesa irudi. Na kwa wazembe. Kitu gani? Nyie mnaondoka na mimi mnasema kufuatana kufuata utaratibu wetu. Mjinga mmoja wewe. Muangalie. Nendeni mkatafute hizo pesa, mjiuze, mfanyaje mtajua wenyewe. Mshenzi wewe. Wewe nao una kazi ya kumiliki shepu tu badala ya kuwa na akili nyingi. Nenda mimi mtunze alileta Dar es Salaam. Mimi Dar es Salaam nimekuja kwa nauli yangu. Mimi sina upumbavu ukana tunza watu ovyo. Mkajiuze, mfanyaje, msiniletee ujeuri. Hiyo pesa mimi naitaka. Mwana ujinga wa paka wewe. Pumbavu wewe. Nio. Ujinga wa paka kujifanya msafi kujisaidia kwenye unga. Mbwa wewe. Nyie na fungueni basi, fungueni. Kitu gani? Kwa nyumba gani? Nasema hivi, mtu nyumbani kwake agongi. Hapa mimi kwangu. Sasa wewe mtoto mgaya, wewe mpaka uhimizwe kodi ya nyumba. Lini utatoa kodi kwa wakati wewe? Ngoja nikamalizane naye. Twende wote tukamsikilize. Hapana. Wewe endelea kupumzika. Muangalie baba. Unanichukulia barida sio? Naona unataka kunizoea. Hivi kijana wewe utabadilika lini? Wewe utakuwa lini? Utajitambua lini wewe? Yaani ukabadilika ukawa na kutoa kodi ya nyumba kwa wakati bila usumbufu, tuburuzane, tuvutane, tukimbiane, mpaka tuindane. Hivi utabadilika lini? Lini utabadilika wewe? Yaani wewe kila wakati wa kulipa kodi, wewe ni msumbufu. Nataka kodi yangu ya nyumba. Nakuelewa sana mzee Ndima. Ila ni mitihani tu na changamoto vimekuja kwa mfululizo mzee wangu. Sikiliza wewe. Yaani wewe unanichukuliaje wewe mtoto wewe? Hii nyumba yangu hii ni nyumba ya biashara. Hapa mjini hizi nyumba sisi ndo mitaji yetu. Hizi nyumba ndo maisha yetu. Unazuiaje kodi yangu? Mimi unajua na matatizo mangapi? Nina changamoto mimi chungu mzima, ndo maana zimenileta hapa. Kama wewe kodi hauna, kwani unang'ang'ania hapa? Siku utolala nje wewe ndio utafahamu. Sasa hapa imewezekana, haikuwezekana, nataka kodi yangu ya nyumba. Sijui umenielewa? Nataka kodi yangu ya nyumba. Hapa patachimbika, nataka kodi yangu ya nyumba. Naomba mzee wangu unipe walau wiki moja tu. Mimi hadi nitaipambania kama upepo mzee wangu, nitakupa hela yako. Yaani wewe unamfanya Mwenyezi Mungu rafiki yako, sio? Unamwagiza chochote anakuletea, si ndio? Unamwagiza vocha anakuletea. Zamani ulisema hivyo, ulifikiri mwezi utakuwa ufiki. Si uliongea hivyo zamani? Najaribu kupambana mzee wangu. Naomba univumilie basi. Vuta muda, vuta subira mzee wangu, nivumilie. Nitapambana, napambana mzee wangu, nakuletea kodi yako. Nipe tu wiki moja mzee wangu. Wiki moja tu. Mimi nakuwa nishatimiza kabisa kila kitu. Nakupa siku 4. Jaribu kunionea huruma basi. Napambana sana mzee wangu. Najituma sana. Mimi mwenye sipendi. Unavokaa unakuja unapiga kelele hivi unadai pesa yako. Kweli unadai haki yako, lakini ni changamoto. Tunapambana mzee wangu ili nikupe pesa yako. Bwana mkubwa, kwa kifupi sipepesi macho kwa huruma yangu, nakupa siku 4. Usifanye hivyo mzee wangu. Jaribu kunionea huruma basi. Kama siku 4 hazijatimia, kunguni wako utakuta pale nje. Au utavikuta vyombo vyako serikali ya mtaa au kwa mjumbe. Natimua kila kitu, utapajua pa kwenda. Hebu simama kwanza. Hebu inuka huko. Unanipigia magoti meperato. Ala, unaniaktia sio? Unajifanya wewe muigizaji mzuri, unajifanya mnyenyekevu. Mimi mwenyewe na matatizo chungu mzima hapa. Nimekuja hapa mpaka hapa na changamoto chungu mzima. Sina hela, hiyo ndo mtaji wangu, umezuia hela yangu.
Nataka nikale kole mimi, nikale koana sasa hivi, nikale kalambisi, mkundaji, nikale nguru. Leo unanizuia kila kitu. Mimi mwenyewe na shida zangu nchungu mzima hapa. Puuzio. Na huyu mama maneno yupo, mwambie siku zinatimia. Hamna, alitoka. Siku zinakaribia, tusikwepane kama wewe kwa mpumbavu. Haya matatizo nasikia yote hapa, nasikia ya umeme, nasikia ulinzi shirikishi, mambo ya taka, nasikia migogoro chungu mzima. Hasa wewe hapa. Maana wewe unajifanya wa mwisho kulala, wa kwanza kuamka. Wenzio wanachangia, wewe unapinda. Acha kuwafanya wenzio mapimbi wewe. Puuzi wewe. Furaha tata kisimani, mjomba uko Bungo Karajani, naitafuta furaha sioni, baba mgonjwa kitandani, marafiki wa kweli sioni, msaada upo ila mtihani. Karibu shoga yangu. Asante. Chakula kitamu, mashallah. Asante. Faraja, nimekumbuka kitu. Kwanza shoga yangu, nikupe hongera. Hongera sana. Maana hizi bahati huwa zinakuja kwa watu wachache sana. Bahati gani tena Sikitu? Maana naona unayeyuka tu maelezo. Yule daktari yule amenieleza kuwa anataka uwe mgonjwa wake rasmi kwa masuala yako yote ya ujauzito. Sikitu, amenijuaje kama mimi ni mjamzito? Ina maana siri zangu umezitoa? Shoga yangu, una mambo wewe. Yaani fiji lako hilo aligandishi hata kidogo. Ndugu yangu. Mengine nipunguzie basi. Yeye mwenyewe amekuona na amejua kuwa wewe ni mjamzito. Ndio maana akanieleza nije nikushauri. Ndipo akanieleza kuwa yeye ni daktari mzuri kwa masuala ya wazazi na watoto. Kaniambia nije nikushauri. Na ukikubali atakusaidia sana yule. Lakini bahati kama hii ni nani ataipata na ikatae? Sema sasa, usiitupe na wewe hiyo bahati. Maana si unamwona yule daktari? Yaani yule tukiendelea kuwa naye karibu, siku unashangaa anakuja hapa, anaanza kutupa ile ya mtaji. Tunaanza biashara yetu wenyewe ya utumbo huko mitaani na miguu ya kuku. Si unajua vinavyoenda? Yaani tutauza balaa. Huna mambo wewe shoga yangu. Sawa. Nifanye nini? Dokta, hali ya baba mkuu kama ulivyoiona. Nimetoka nyumbani, nimekuja kwako. Nimekuja kwako kuomba msaada. Sina imani kama unacho sana, lakini nahitaji unisaidie kwa namna yoyote. Mtu atakayejitokeza kutusaidia, si tupo tayari hata kumlipa kidogo kidogo, ili mradi tu baba yetu awe sawa. Faraja, mimi nimekusikia na nitajitahidi kadri ya uwezo wangu, na nitatafuta watu wa aina mbalimbali ili niwaelezee hili swala lako, huenda wakusaidia. Hata kazini kule nitajitahidi kuongea, kuna watu wangu wa karibu sana, nitaongea nao, then nitakuja kukupa jibu. Nategemea sana msaada wako. Hilo halina shida, na mradi umelifikisha kwangu, basi jua litaisha. Nakutegemea dokta, usijali. Lakini kwa nini mimi? Daktari, wewe sio mara ya kwanza kutusaidia. Japo ule ulikuwa ni msaada mdogo, ila na imani na wewe hata ukubwa unaweza ukautatua. Na imani na wewe daktari. Nakutegemea dokta, usijali. Basi relax.
Usiwaze sana Faraja, haya ni mapito tu tunapitia. Natumaini ataisha, baba atapona. Sawa? Nimeona kimya kirefu nikasema ipo haipo. Hapo umekamilika. Yaani wewe, ningepata wapangaji 10 kama wewe, nisingepata pressure mimi, nisingepata matatizo. Huu mwezi wa pili umeingia, lakini pesa yangu ya kodi umenipa kwa wakati, tofauti na huyu mwandawazimu. Mimi naithamini sana kodi ya nyumba kuliko kitu kingine chochote. Kama hujaheshimu utalala nje. Toka uzalio ushawahi kulala nje? Hapana. Ushawahi kuona watu wanalala Kariakoo vitu vya mwendo wa kasi mle? Naona. Wanadharau kodi ya baba mwenye nyumba. Hapa mjini lazima uwe na baba wawili, baba mzazi na baba mwenye nyumba. Hiyo utaka usitake. Sawa? Hivi wewe kabila gani? Mimi mtu wa Kusini. Kwa hiyo Makonde. Matumbi. Ndo hao wa Matumbi, wa Makonde, sijui wa yao, ndo hao. Mbwa kumwitajibwa. Noleza, kila kitu kipo sawa kwa sasa. Niambie, una jipya gani? Na kwanza, ulishafanya nilichokuambia ufanye? Mage, nisingeweza kumwambia kwa sababu hakuna mtu ninayemjua ambaye ana mimba kwa sasa. Nimepooza wewe. Utafikiri mtu aliongezewa damu ya mtu aliyeparalyze. Nimekwambia mwambie mumeo kwamba ni mjamzito. Alafu vitu vingine niachie mimi nitamaliza. Unajua kwa nini nimekuuliza hivyo? Tofauti na wapangaji wengine. Mtu anapoingia na badalali wake mara ya kwanza anakupa pesa taslim. Mara ya pili anakupa taslim. Mara ya tatu anatafuta udugu. Manake sijui nimefiwa, sijui nini. Ndo mnavyokuwa. Lakini wewe mwezi wa 3 lakini kisu kimoja. Cha ajabu mtoto yule ana mke mzuri afu mke mdogo anavutia. Sasa kwa staili ile ya migogoro na kujifanya yeye kila siku shida zimwishi, watu watapita na mkewe. Na mke wenyewe sinamuona wale anapovutia. Wewe unafanya biashara? Mimi mjasiriamali mama lishe. Vipi hizo biashara zako, mtaji wako unatosha? Nashukuru. Kama hivyo nimeweza kulipa kodi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Wazamini wapo, utakuwa ulipi kodi, utakuwa wewe ndo mama mwenye nyumba, unaamrisha tu ufagiaji kila kitu. Hebu funguka. Yaani mimi ninachopenda ilo tabasamu yako la cheko lako, haiba yako. Yaani unanimaliza na hizo dimples zako hizo. Sasa mama Chaulile, sikiliza. Sawa, nitajaribu kujivisha ujasiri. Nitamwambia. Okay, sawa. Basi mimi sio mkaaji. Ila kuna jambo muhimu nataka nikueleze. Mimi sio mkorofi wala sio mkali. Ukiziota taratibu zangu mimi mtu mweupe yani mimi. Yaani unaniskani tu. Kama kodi utahisi imekupungukiwa, utanyambia mimi mzee Majabei, mtoto Ostabei. Au hujasikia jini la Kipemba ndo mie? Au hujasikia mzee wa Bashraf? Baba inshallah, nashukuru. Umesikia? Napenda wewe uchikaji wako. Yaani unanimaliza na hizo dimples zako hizo. Baba una visa Unajijua kama una dimples? Nazijua, naziona kwenye kioo. Kuna mtu anaweza kutusaidia hili jambo. Kutusaidia? Kutusaidia nini? Mtoto au? Kwa sababu ni mjamzito. Na alafu pia na baba mkwe wake anaumwa. Na mume wake hana pesa ya kumpelekea hospitali. Sasa nimeona hili jambo litakuwa ni msaada kwetu wa kumaliza tatizo letu. Mage, ni taarifa nzuri sana kwangu. Walikuwa wanahitaji kama shilingi ngapi? Tuwasaidie. Matibabu yake yule mzee ni milioni 10. Milioni 10.